kaunti ya Murang'a ama kaunti zingine moja imeweza Naitwa Edwin Kairo, mimi ni mkaaji wa Githurai, eneo bunge la Ruiru. Hapa tumekuja siku ya leo, tumekuja juu ya Mwangi wa Iria. Na Mwangi wa Iria tumeona ni kweli president wetu akiretire 2022. Ule mtu ataendelea maendeleo ya rais wetu Uhuru Muigai wa Kenyatta ni Mwangi wa Iria. Na ile kitu mimi nasema hivyo ni juu Mwangi wa Iria yeye amejitolea na akapeleka kitu inaitwa Hawkers Bill. Hiyo ni bill ya kusimamia hawkers wote wa Kenya wenye wanafanyia kazi kwa barabara, wenye wanakuja wanabomorewa na Kenya, lakini Mwangi wa Iria akakaa chini. Akaona hao watu wenye wanafanyiwa hakuna haki. Lakini akapeleka hiyo ndio ikuwe law na itapelekwa president ikuwe law. Atiwa mtu anafanyia kazi hapo lazima ajengewe soko. Na kwanza niseme ni asante sana juu Githurai saa hii kumeanza kujengwa soko na Uhuru Muigai Kenyatta. Lakini kusema ukweli, kuna njia ambayo Mwangi ameanza siku ya leo. Na sababu ameanza, watu wa Mount Kenya tusidanganywe tena. Tusiambiwe tena ati hatujajipanga. Tunakuwa na siasa mingi. Hii siasa iishe. Na kama ni huyu ameanza hii njia, wacheni tufuate hii. Wacheni tumbak. Tusikae tukionekana ni kama hatujajipanga. Ile kitu tunakuanga shida nayo katika Mount Kenya ni viongozi wetu. Kwa sababu hakuna mwingine amejitokeza kusema leo kesho nitawania kiti fulani. Na sababu Mwangi ametokea leo na watu wameona, utaona kesho yake kutakuwa na presa ingine ya kuanza kuonga Mwangi wa Iria. Hiyo ndio shinda ambayo tuko nayo hapa Mount Kenya. Lakini viongozi wakisema washikane, washike mtu wao na watupeleke njia moja, hakuwezi kuwa na hii vita yote inakuanga ya kisiasa. Tutaachwa yatima kama hatutakubaliana. Tutaachwa yatima kama mtu anaweza enda kwa National TV aseme Mount Kenya hakuna viongozi na tutawaletea viongozi. Hiyo ndio kitu moja tutaachwa kama yatima. Lakini kama Mwangi amesema leo ni atakuwa kiongozi wetu katika Mount Kenya, wacheni tufuate hiyo njia. We are very grateful for the people of Kiambu and especially the young people who feels that there is hope even after the presidency of President Uhuru Kenyatta. We appreciate and acknowledge President Uhuru Kenyatta's government and respect it, but we are in a transitional mode. Just as has been happening even before, even when the president was assuming power, we had a Kikuyu leader, Mwai Kibaki, but still that didn't dampen hopes of the likes of Peter Kenneth and the current president from contesting for the presidency. So we know that one can still express interest for presidency even when there's a sitting government. Number two, Kiambu County has recognized Mwangi wa Iria's intervention in his county in Murang'a, and he was elected as governor in formerly Central Province, the only person who was elected, the confidence people of Murang'a had in him. So Kiambu youth, they have appreciated that, and that's why today they are very clear in demonstrating that they want to support Mwangi wa Iria in 2022 to be the president. And we want to warn those elements across the country that are saying that there shall not be another Kikuyu president. That is highest form of abuse of human rights and constitution and Article 38 of the Constitution that give every Kenyan right to contest any seat if he is above 18 years old. It's not community that contests, it's people who contest. 1987, Orengo and Raila, they were presidential candidates. So this nonsense
that there shall not be another Kikuyu president should stop. Microphone.